Naam, karibu sana kwenye Maktaba Media na mimi ni Stanislaus Lambert. Kipekee kabisa leo ni mazungumzo maalum na mwanasiasa wa muda mrefu nchini Tanzania. Ameutaka urais kwa mara 4 na nyakati zote amebwagwa. Ni mwenyekiti wa chama ambacho kimechukua vichwa vya habari nchini Tanzania baada ya wanachama wa Chama cha Demokrasia kuondoka ndani ya chama chao na kukimbilia kwenye chama chake. Si mwingine bali ni Hashim Rungwe Spunda, mwenyekiti wa Chauma, wakili wa Mahakama Kuu ya Tanzania. Tunavyozungumza sasa ana miaka 76 tangu kuzaliwa kwake. Tunashukuru kwa kutukaribisha. Asante sana. Karibu. Asante. Karibu. Na ukaribisho wa leo ni wa kipekee kabisa. Nimekaribishwa ubwabwa, ikiwa ni sera ya Chauma. Bado sera hii tunaenda nayo? Tunakwenda nayo. Ni ubwabwa. Ubwabwa, wananchi lazima wapate ubwabwa. Watoto wa shule na watu wanaokwenda hospitali wakipata admission, lazima chakula ni wajibu wake. Serikali lazima iwalishe. Chakula kilikuweko mpaka high school. Watu waliofika mpaka high school walikuwa wanapata chakula. Tutazungumza kidogo baadaye kuhusiana na sera ya ubwabwa na tuone kama ndio tutakayoenda nayo kwenye uchaguzi huu. Kiufupi tu nikikuuliza kuhusu hali ya siasa nchini, unaionaje? Inaridhisha? Kuridhika kabisa sio kitu rahisi sasa hivi, wala nchi yoyote hakuna siasa inayoridhika. Kuna mambo mengine yako hivi na tumekuwa tukitoa maoni serikalini huko. Tunaendelea mikutano, tunatoa maoni. Kitu kimoja wanabadili, lakini sio yote. Kwa hiyo hali yetu ndio hiyo. Kwa hiyo na hali hii hainifanyi mimi nikatae kufanya uchaguzi. Uchaguzi ulishawekwa kalenda ya nchi hii, mtafanya mara moja kwa 5 years. Sawa. Kwa hiyo sisi tunafanya. Kama kuna mabadiliko, hajitengenezwa mabadiliko, lakini tuko katika uchaguzi. Sawa. Kwa hiyo nyinyi mpo tayari kuingia kwenye uchaguzi pasipo mabadiliko yoyote? Kwenye uchaguzi tunaingia. Tulikisha saini ile form, tulitoa Dodoma pale tukasaini. Sawa. Mzee Spunda, hoja ya no reform no election, wewe unaielewaje? Mimi naelewa kwamba hiyo ni hoja ambayo wananchi huyu anayewaeleza anawaelimisha tu wananchi, lakini hawa watu sio lazima kwamba wao waambiwe hakuna uchaguzi, usishiriki uchaguzi. Na mtu anaambiwa atashiriki uchaguzi ni chama, ile spirit ya chama. Ukaenda mimi mwenyewe tu kama mimi toka chama fulani, hawezi akakuadmit. Naambiwa hichi chama akija sign. Unadhani Chadema wana hoja, hawana hoja? Hawana hoja yao. Hoja ambayo serikali inasikiliza. Sasa kwa hiyo unaona kabisa wakifanikiwa kwenye hoja hiyo ya kuzuia uchaguzi kama hakuna mabadiliko, wewe kama mwanasiasa mkongwe? Mimi kama wao wanadai hivyo, ni maoni yake yeye mtu huyo mmoja, na kulikuwa hakuna. Ni maoni ya chama, ni ya maoni ya mtu? Lakini chama kinakisemea chama, ndio anakisemea chama. Wanasema wanachadema wote, si mtu. Yeye anakisemea chama. Sawa. Na baadhi ya wanachama wana-accept yale mawazo yake, wamekubali kwamba wao wako tayari wakose kufanya uchaguzi. Sawa. Na hao wengine katika wale wametoka. Na mfano rahisi ni kwamba jana tulipokea wanachama wa chama hicho cha Chadema. Sasa ni maoni tofauti ya wananchi, lakini serikali ipo inaona. Unahisi ni jambo lisilowezekana? Mimi nasema linawezekana, lakini time yake bado. Maana sisi tulikuwa na sheria nyingi tu kwenye uchaguzi. Sheria nyingi tu, watu tumeshinda. Sawa. Tumepata wabunge, tumepata madiwani. Wakati wote tulikuwa hatupingi. Sio? Sasa hivi labda hivyo vyama vinachosema chini ya kishiriki labda kimekosa wadiwani au wabunge. Mimi nimepata mtu mmoja wa serikali za mitaa kule Mbeya. Mimi naona tutafikia huko, lakini hakuna clause ya mahali popote wananiambia kwamba kama sio hivyo sasa tufanye uchaguzi. Sasa hiyo inakuwa ni kama vile unajikataa wewe mwenyewe. Kuna watu walidhani kwamba nyinyi wapinzani mngeunga mkono wenzenu Chadema. Hayo ni mawazo ya wananchi jumla hao, wana kundi hilo wanalosema, lakini Chadema hawajaja kutuambia bwana tukaeni hapa sisi tuna mawazo haya na haya.
Sio tunaongea kwanza. Preliminary mnaongea bana. Sasa utafikia wakati kuko hivi. Sisi nyinyi mnaonaje? Tunawauliza. Wao watasema sisi tunaona tuache uchaguzi. Sasa sisi wote hawajaje kutuambia vitu hivi. Hata kama wangekuja tungetoa maoni ya chama kwamba hapana, sisi tutashiriki uchaguzi. Ama unawaona nyinyi mamluki? Hapana, wao hawajaniambia mimi kitu hicho. Nyinyi labda ni vyama vya uchaguzi tu. Maanake chama hiki hakiko hapa kwa ajili ya kupokea mawazo ya chama kimoja. Hakuna clause yoyote kwenye constitution inasema hao Kigoma na nyinyi mgome. Au huyu hapa umefungwa jela na wewe hapa utafungwa. Utafungwa kama umefanya crime. Sawa. Ndio nasema pengine wanaona nyinyi ni chama mamluki ambacho mnajitokeza tu wakati wa uchaguzi, nia yenu ni kugawanya kura na kuvunja nguvu ya upinzani. Hapana, sisi ni chama kamili. Na kila mwaka wa uchaguzi, angalia kwenye rekodi ya uchaguzi, kila mwaka wa uchaguzi tupo sisi. Sasa tufanyeje? Serikali hawajakaa huko wakaamua kwamba hii sheria tuibadili. Sasa tunakwenda nayo. Sababu hii ni process. Hata wakati tunataka kupata uhuru tukwenda kwa process mpaka hapa walipofanikiwa ndio wakasema sasa tutapata uhuru. Lakini kila siku watu waachi kusema. Sawa. Umezungumzia hapa kwamba kuna wanachama umewapokea kutoka Chadema. Na kimsingi ukiwasikiliza wengi hoja yao ni kama hawaungi mkono swala la kutoshiriki uchaguzi, kuzuia uchaguzi kwa lugha nyingine. Huoni kama umepokea mgogoro kutoka Chadema na kuukaribisha ndani ya chama chako? Hakuna mgogoro wote mpaka sasa sijauona mimi. Ni mapema, ni siku mbili tu. Ndio maana nasema mimi sioni mgogoro wa watu kutoka chama kimoja kwenda chama kingine. Ni process ya kawaida tu. Wanachama kama hawajaridhika na nyumba hii wanakwenda everywhere. Na hivi vyama tulivyonavyo sisi, wao wenyewe Chadema, mimi, Lipumba, watu wote, hivi vyama sio vyako, sio mali yako, ni mali ya wananchi. Wananchi wameamua watoke huko waende mahali fulani, utawafanyaje? Kumeanza kutokea hofu, Spunda, kwamba pengine usipokuwa makini hata wewe utawekwa pembeni kwenye chama hiki. Ni kama watakupora chama. Inawezekana kama mmekuja kwenye hiyo, inawezekana. Na upo tayari? Na mimi niko tayari. Siwezi kuwakataa wakishakuwa wanachama wa chama hiki. Sasa utawakataje? Upo tayari kukiacha chama? Mbona tunatetemeka? Tunatetemeka nini? Kupoteza nini? Ni chama cha serikali, watabaki na chama chao. Au mimi nitabaki umomo kama ndio hivyo. Na ikitokea wakakuondoa utaenda chama kingine? Mimi nitaamua sasa. Vyama si viko vingi, mimi naweza kwenda chama kingine chochote kama ndio hivyo. Kama wao wamekwambia watafanya hivyo. Lakini wewe unaniambia tetesi, si ndio? Wewe huna hakika. Mtu yoyote hapa anaeleza hivyo, ni mambo ya kubuni. Na wanadamu wamekaa, kila mtu ana mawazo yake, anabuni yeye. Sawa. Hii itatokea hivi. Sio hivyo. Kwani watu wote walikuwa na hamu katika vyama nchi hii. Chama gani wamekipora kabisa? Mrema alitoka kule TLP, alitoka NCCR, wakavurugana, akaingia TLP, yupo mpaka amefariki. Lakini hakuna mtu anania hiyo. Ulijiridhisha kwa kiwango gani kwamba wale wana sifa na stahiki ya kuwa ndani ya Chauma? Ni sifa za kawaida za katiba yetu, katiba ya nchi. Wananchi wana haki ya kuhama hapa wakaingia sehemu nyingine. Katiba yetu, hata wewe ukija, kuna constitution program pale kwamba utaitisha kamati kuu labda au utaitisha halmashauri kuu kuwajadili hawa watu. Ulifanya hivyo? Na ukiridhika, yote tumeyapitia. Kikao kilifanyika lini hicho cha kuwajadili kwanza? Tumefanya kikao hata jana tumefanya. Kabla ya jana ulifanya lini kikao cha kuwajadili? Kikao tumefanya na wanachama. Ilikuwa tarehe ngapi? Juzi kabla ya jana. Kwa hiyo ndani ya siku 2 mmefanya kikao na kuwakubali? Hakuna limit kwenye constitution yetu. Hakuna limit yoyote hata kwenye katiba ya nchi. There's no limit. Within, kama kuna kitu ya dharura mnakutana mnafanya maamuzi. Sawa. Hebu tupe picha kidogo, Mzee Rungwe, ya namna ambavyo wanachadema hawa walivyogonga mlango
kuja kujiunga na Chauma, ilikuwa ni kuanzia lini na ilikuwaje mchakato wote? Kwa kweli umetuarifu kwamba bwana, sisi tuna nia ya kujiunga na chama chako na chama kingine. Vyama vingi tu walikuwa na nia yao, sio hiki tu, na kwamba wao bado wanatafuta mahali pa kwenda. Ni juzi tu akasema bwana, sisi tumeona tuamua kuja kwenu. Basi hizo za kusema kwamba wanataka kuja kwenye chama chako zilikuwa ni tangu lini? Pengine ni miezi mingapi au ni wiki ngapi zimepita? Siku siwezi kuzihesabu. Wewe unazikumbuka zile? Pengine ni zaidi ya mwezi. Inawezekana zaidi ya mwezi au kabla ya mwezi. Waliyekuwa wanayazungumza hayo wakiwa ndani ya Chadema bado au baada ya kujivua wanachama? Huko wanatafuta. Unajua mtu anapotafuta, okay, anaingia chama hiki, anakwenda hapa, anakwenda hapa. Sasa kwetu pia walipita. Kwa hiyo ni kwamba walikuwa wanatafuta kuja kwenu kabla hawajajivua nafasi zao, na waliuliza katiba yetu inasemaje, wakabidhi katiba waisome, sawa, na kwingine wakaenda wakachukua sijui katiba nini, wanauliza wenyewe vitu wanavyotaka. Sisi hatuna kipingamizi. Kwa nini tuwanyime wananchi wanataka kujiunga na chama? Sawa, maana pale ni kwamba huyu ni mwananchi tunamchukua, amejiunga na sisi, sio Chadema amejiunga na sisi. Chadema inabaki huko nafanya mambo yake, sawa. Lakini ni kama inaleta picha ya kwamba utaingia kwenye matatizo au mgogoro wa kimahusiano na Chadema. Mimi sijui, labda wewe ndo unaniarifu sasa hizo habari. Ikiwa hivyo uogopi? Mimi siogopi, sijaogopa kuwa na mgogoro na chama pinzani chenzako. Mgogoro gani? Huo mgogoro utaniaffect mimi vipi? Kwamba unawapokea hawa wale wanaosema hivyo watakuwa jifikiri vizuri, itakuwa na matatizo. Utaona ni watu wenye matatizo. Yaani wewe hawa watu wamekuona kwamba unawapeleka vibaya, wao kwenyewe kwa nafsi zao wanaamua waondoke, au unataka wao kae pale walilie tu. Watu wanalia, itawezekana wapi? Na hawa sheria zetu za vyama vya siasa imeshawaruhusu hawa, sheria za nchi hii, katiba. Mtu akiona hapa hawezi, anaamua anakwenda kwingine. Sasa unamzuia vipi? Na wakati walipokuwa naona hapa panamfaa, serika hawezi kutembea ovyo barabarani. Na nchi hii hawa waumini hawa hawezi kuamua kufanya siasa from nowhere. Unaona? From nowhere haiwezekani. Hapa mwenzetu Slaa alikuwa na Dr. Slaa alianza kuropoka hivi maneno bila kuwa na platform, si ndio? Serikali ilifanyaje? Wewe shika adabu, kwa sababu sio taratibu. Nchi lazima tuende kwa taratibu. Sasa hao hawataki nchi hiyo na sheria zake na utaratibu. Wanataka huyu mtu wa chama fulani Lungu akasema hivi watu wahangaike, watetemeke. Bana, watetemeka vipi? Chadema amesema hivyo, itawezekana vipi? Hakuna utaratibu wa namna. Utaratibu tunafuata sheria za nchi zilizopo katika dola hii. Sio wakati wakisema sasa hamna katiba na nini, tumebadilisha tufanye hivi, nafanya. Dola haijatoa maamuzi, sio? Sasa tunaanganiaje kwamba mimi nataka hivi, wewe unataka ndio, lakini si process hii. Au watasema nataka anachukua kila kitu. Haiwezekani. Kama wewe unasema wewe huwezi kufanya uchaguzi kwa hali ilivyo, endelea kupropagate hivyo, endelea. Ni hiari yako. Nafikiri hata kuna mtu mmoja mwenye nafasi ya juu katika chama tawala, kama nyinyi hamtaki, hamna matatizo. Kuna matatizo? Huyu kama anayetaka aje. Maana nchi hii utaratibu wa kufanya uchaguzi ni 5 years. Ikishafika in 5 years tumeshatangaza uchaguzi, nenda huku kwa saini form. Form gani? Mambo ubishi ukienda wazimu. Sawa Rungwe, ubishi tu bwana. Sawa, mmepokea wanachama wapya waliotoka Chadema, walijivua wanachama kisha wakaona kujiunga na Chauma. Unasema kwamba mmekaa kikao ndani kama ya siku 2 tu hivi, baadaye mkawapokea. Lakini cha kushangaza ni kwamba watu hawa baada tu ya kuingia na wanapata nafasi za uongozi ndani ya chama. Ndio. Kwa nini?
Watu hawa ni utaratibu wa kawaida tu, ndivyo tumekubaliana hivyo, kwamba wakiingia wapate nafasi. Tumewapa hizo nafasi, katibu mkuu, si ndio, makamu mwenyekiti na naibu katibu mkuu, tumewapa ili na hao wajisikie kwamba wapo ni sehemu yetu. Umewaamini kwa kiwango gani? Kwa sababu mpaka mwanao Nasema amejiuzulu. hivi, tumewakubali sisi, na wewe mwanangu na mtu mwingine, wote tumekubali, tena mbele ya watu hadhara kabisa, mkutano wa hadhara. Eba umekubali, saini hapa, umekubali. Hasa maneno ya nje mengine utayaziwia, utayaziwia. Rungwe, lakini katibu mkuu ni mtu nyeti sana ndani ya chama. Ndio. Anapaswa awe anakijua chama. Ndio. Huyu aliingia amekijua lini chama? Akijua. Sina nakwambia na katiba tulimpa. Ndani ya siku 2. Siku 2 nampa kabla. Kasoma ameelewa. Mimi sio sababu ya kunitia hofu. Hofu gani? Kwa hiyo hawa wameingia ndani ya chama kwa nia ya kusaka madaraka ama wameingia kwa nia ya kukijenga chama? Kwa kujenga chama na nia ya kupata nafasi mbalimbali za uchaguzi wanazotaka. Kitu ambacho wewe hukuwa na wanachama wenye uwezo kiasi hicho. Tunao wanachama. Si chama hichi kipo kila mwaka kinagombea uchaguzi. Kwa nini sasa watu wageni tu wanakuja na kuchukua nafasi? Manake hukuwa na watu wenye uwezo. Hizo nafasi za kusema utagombea hapa, nitagombea hapa, bado hajapata. Nafasi za ndani ya chama ni msingi mkubwa pengine kwa sahihi kabisa. Nafasi ya chama tumezungumza wote kwenye chama. Tumeona tuachie nafasi hizi. Wote, sio mimi. Msisemi mmeamua hivi, mimi na nini? Wote tumekutana, kamati inahusika na mambo hayo, tumekaa tumekubaliana pamoja kabisa. Hashim Rungwe Spinda, tunazungumza naye hapa kuhusiana na mwenendo wa chama chake Chauma, ikiwa ni mwaka wa kuelekea uchaguzi mkuu na siku 2 hivi baada ya waliokuwa wanachama wa Chadema kujivua nafasi zao, baadaye wakajiunga na Chauma. Ndugu Rungwe, kwenye moja kati ya swala ambalo kuwa ukilizungumza mara nyingi kuhusu chama chako ni kupitia ukata. Mnapita kwenye ukata, mnakosa wakati mwingine mpaka pesa ya kufanya vikao, mnakosa pesa ya kufanya kampeni kama ni wakati wa uchaguzi. Mmepata wapi pesa ya kuendesha mkutano uliowapokea wanachadema kukaa kwenye hoteli kubwa na ya kifahari kiwango kile? Pesa ni mgogoro kila mahala. Sisi tumekuwa tukifanya mikutano, sawa, tumekuwa tukifanya mikutano katika sehemu mbalimbali vile vile, lakini nafanya kwa kiasi kidogo. Sasa kama amekuja mwenzio, pengine yeye anasaidia pia, anaweza akasaidia kwa njia moja au nyingine. Kama hapa ni shilingi 100,000 au 200,000, tunamwomba, tunamweleza huyo mtu anayekuja, au tutawapata wafadhili watatusaidia. Wako watu nyuma yake wafadhili ambao wanafurahia jambo hili. Wao sisi tunaomba, tunawaambia bwana, tunawapata wageni sisi, patieni pesa, wanatupa. Kuna mambo mawili umeyazungumza Mzee Rungwe. Kwa hiyo ina maana mkutano wenu huu uliofanyika kuwapokea Chadema waliojiunga na chama chako pia wameongezea fedha kufanya mkutano wenyewe? Hapana, sijasema wameongezea fedha. Mmepata wapi pesa sasa? Tunapata kwa wafadhili. Wafadhili gani? Wafadhili gani wanakufadhili kutoka hapa ndani Mzee? Wako ndani nchi. Sio lazima ujue wewe ni nani mfadhili. Fadhili inakuwa ni kazi ya chama hiyo. Inaweza kawa ni chama kingine cha siasa kina wafadhili. Wafadhili hata wewe tunaweza kuwa ni mfadhili wetu. Wewe tunakuomba 20,000 unatupa. Sio mfadhili. Unamfuata huyu fanya biashara labda bana pesa vipi tupata, anatupa. Mfuata mtu mwingine anatupa, hapo tunaomba wafadhili. Kwa nini wafadhili hao hawakukufadhilini wakati wote mnapitia ukata? Mnashindwa mpaka kufanya vikao? Hapana, tunashindwa kufanya vikao. Kikao gani tumeshindwa kufanya? Mnashindwa kufanya vikao kwenye sehemu pengine ya hadhi kama mliofanya hivi sasa? Kikao gani ambacho tumeshindwa kukifanya?
kila kikao kina bahati yake na wakati wetu. Mzee Rungwe, kikao hiki mlichofanya juzi jana kilipaswa kufanyika wakati fulani mkakiahirisha. Sababu ya kuahirisha ilikuwa ni kwamba ni kama pia hamjakaa sawa kiuchumi. Tulitaka kufanyia hapa Mlimani City. Hamkuwa sawa kiuchumi. Mkapeleka mbele mkakifanya Coco Beach. Unasema sasa hamjawahi kushindwa, lakini hiyo tayari ya Mlimani mlishindwa. Tumeshindwa pesa kiasi fulani cha kuongezea pale tu basi. Tuliporudi kutaka nafasi ile tena tumeshakuwa tayari kumlipa. Hapa kumekuwa booked. Mmewahi kufanya kikao kikubwa cha chama kwa hadhi ya hoteli ambayo mmefanya hivi sasa? Hatujawahi. Hii ndio mara ya kwanza. Ndio nasema sasa, wafadhili hawa kwa nini wakati huu ndio wamewafadhili pesa kiasi hicho? Mambo yao wafadhili, wengine hawajatoa, lakini wengine wametoa. Si mfadhili man. Tangu miaka ya nyuma kwenye uchaguzi wako wafadhili walikuwa wanakubali kutusaidia. Na wafadhili wengine hawakubali. Sema wakati huu sasa na mimi hali yangu sio nzuri. Sio kwa mfadhili ndio tayari ameweka marungutu tu pale ana fedha. Inawezekana watu wanaodhani kwamba pengine watawala pia wanawafadhili wako sawa. Sijui kama wako sawa au hawako sawa, lakini mimi nimewakatalia kwamba mimi sifadhiliwi na mtawala. Si ndio? Mtawala hajatoa fadhila yote kwetu sisi. Ila watu huko nje wanasema. Sasa mimi mtu kusema mimi simkatazi. Mimi na wewe hapa tunaongea mambo mengi. Lakini mimi sijui kama ni hivyo. Lakini wakitokea wakikufadhili unapokea. Wakitoa sitapokea, simfadhili. Hata chama tawala wakitoa. Lakini nipo nitapokea. Si hela zetu kwanza ni hela za kodi. Nitazipokea. Ili mfanye vikao vya Chauma. Kama ndo hivyo, ndo utaratibu wetu, tukikaa hapa ndani tukaamua hivyo. Sawa. Lakini hatujafikia hapo. Kwa sababu wako watu wengi wanatupenda lakini hawajitokezi. Sasa tufanyeje? Sawa mzee Sponda. Kwa hiyo wewe mfadhili yoyote akikuletea pesa yoyote tapokea. Magari wameleta tunafanya sisi. Siasa alete, tunapokea magari kama umetuletea. CCM wakiwapeni ufadhili muendeshe vikao? CCM hawajatokea kufanya ufadhili. Lakini wakitokea tutachukua. Kama hivyo walivyompa Lissu, sio mfadhili wale kumpa gari kwenye gari lake. Alikataa. Nieleweshe wepi hao? Si watu wa CCM wengine wadi mfadhili wakamwambia bwana hizi kachukua utatengenezea gari. Wewe ukusikia? Kwa maana ya michango iliyochanga. Ndio. Sisi ndio fadhili yenyewe. Ndio fadhili yenyewe. Kwani wakija watu wewe na msiba wanakusaidia kuzika, wanaambia wewe toka usije kuzika. Inawezekana vipi? Ndio utaratibu gani watu wanataka kutufunza sisi? Utaratibu gani unataka kufundisha watu? Sisi ni watu wa moja. Kwani wewe kwa chama hiki huyu utaka CCM huyu kwa chama hiki ndio adui yangu? Lakini kuna wakati mfadhili anakutawala. Hawezi kutawala wewe. Anaweza kukuamulia ufanye nini. Wewe una institution yako. Yeye akutamulia ufanye lolote. Yeye atakusaidia tu. Kwa hiyo walipokufadhili wapya walioingia na ndio maana wakataka madaraka ndani ya Chauma. Hamna, sio hivyo. Hawajanifadhili. Kwamba wao wanakuja kununua kitu. Hakuna kitu kinauzwa hapa. Chauma. Ila mimi nimesikia hizo rumors. Midomoni mwa watu. Wamekuja hapa wameeleza na hata wanachama wangu wengine. Kama hakuna pesa za hivyo, sisi hatujapokea. Mzee Rungwe, inaelezwa kwamba umeuza Chauma. Inaelezwa, maelezo tu, ni maelezo. Ni maelezo. Walete hizo document tuzione nimeuzaje. Si utakuwa na document. Purchasing order, nini. Viko wapi hivyo vitu? Ni maneno ya binadamu tu. Na mtu anasema hivi wala uelewe haya maneno amepata wapi. Umeongea na mwenyekiti wa chama hichi na chama hicho kinachosema kinakuja huko. Hakuna maneno ya kweli hapo. Ni propaganda tu ya maneno. Watu wanataka kumtia uoga mtu fulani achifanye kitu fulani na kitu ambacho ni lawful. Si ndio? Lawful action. Unapokea wageni wanachama. Tutaendelea kupokea. Kama huko wanavurugana sasa sisi tufanyeje? Sponda, waliohamia ndani ya chama chako wanasema wameshawishiwa na sera gani sana ya Chauma? Sera zetu sisi ni instant, zinajulikana. Ni sera ya ubwabwa,
ndio kwanza primary ya ubwabwa wamefutika. waliohamia. Na sera ya pili ni kwamba wao wanajua Chauma iko for this country. Mimi nagombania watu wa nchi hii, sijigombanii mimi mwenyewe. Na hiyo watu wa nchi hii, mimi wakati naanzisha chama kulikuwa hakuna limit kwamba bwana ikifikia hivi kama wataki hawa tutafanya fujo. Sisi hatuna mpango. Amani yetu mimi ndani na ya Chauma yenyewe in total. Kwa hiyo cha kwanza kilichowavutia ni sera ya ubwabwa. Ubwabwa. Wakina Kigaila. Ndio Kigaila. Wakina Salum Mwalimu. Ndio Mwalimu. Wakina Devota Minja. Ndio. Catherine Ruge. Ndio. Wakasema sera ya ubwabwa imewavutia. Ndio. Wakaamua kujiunga na Chauma. Ndio. Wamejiunga kwa sababu ya sera ya ubwabwa. Maana kwanza bila chakula, hebu wewe nieleze wewe mtoto wako atakuwaje? Una mtoto? Si utamkosa instantly. Na hata hivyo wewe unajua kabla mtu mkoloni ambaye alikuwa anatawala nchi hii alikuwa anagawa chakula, alikuwa hagawi chakula. Alikuwa anagawa chakula free of charge. Na mimi nimekula kile chakula. Kwa nini? Kwa sababu hii ndio primary issue ya binadamu yoyote. Na wewe unawapa ubwabwa. Si hapo tunakula na wewe. Ili uweze kuwatawala. Sio kuwatawala, ni haki yao. Mimi sina kukusanya kodi. Hii kodi ndakusanya kodi kule serikalini, kuna mtu amekuja na hela zake kule. Sio hela za wananchi hao. Wanaokwenda madukani wakanunua hiki wakanunua hiki, hela zikakusanywa huko hazina. Hata wale wazungu walikuwa wanaweka hela hazina. Kwa hiyo wanakiri kwamba no reform no election walikuwa wanapoteza muda. Ni kupoteza muda kwa sababu no election vipi, na election imeshaandikwa kwenye constitution. No election vipi? Walishasikia nchi hapa, nchi zote hapa naambia Zambia, Malawi, wapi, Kenya, kuna siku uchaguzi ukatazwa. Ulaya tarehe ya uchaguzi ndio imefika, tunafanya uchaguzi. Mambo ni common tu, tunaendelea kuya propagate. Wakaacha sera hiyo, wakasema ubwabwa ndio sera mahususi. Wao ndio wamekuja kwa mipango hiyo kwamba ubwabwa na wao wataipropagate. Na wao wataongeza speed, wataniambia tumfanye modification mpaka iweze. Mara ya mwisho mwaka 2023 uliniambia chama chako kina wanachama takriban milioni 5. Ndio. Hii ni sawa na kuelekea nusu ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wanakadiriwa kuwa zaidi ya milioni 12 hivi. Kwa miaka hii miwili kumekuwa na ongezeko la wanachama. Of course, si hao wengine wanakuja. Ukipiga hesabu sasa hivi una wanachama kama wangapi? Sasa hivi leo sina hesabu kichwani. Sasa hivi sina, maana kujua mikoani wote wamekusanya watu wangapi na huko watu wangapi sio rahisi. Lakini wako wanachama wanazidi tu. Na wewe utashuhudia mwenyewe. Kwa hiyo unaelekea milioni 6 pengine? Inawezekana. Inawezekana. Sio ajabu hata milioni 6, 7 inawezekana. Unaona hawa waliokuja wanaweza kuwa mtaji wa kupata wanachama wapya? Hao ni mtaji, tunangoja wananchi wengine waje tu. Kuna wengine wanakuja tofauti na hawa? Wengine wanakuja, watu wanatoka CCR, watu wanatoka wapi, wako wengi tu. Sawa. Moja kati ya mtu ameonekana kwenye mkutano wa kuwapokea wanachama wapya hawa ni aliyekuwa mlinzi wa Mbowe. Ndio. Amejiunga na Chauma au alikuwa msindikizaji? Amejiunga. Kuna secretariat sio? Katika wale waliokuja wanasema walikuwa kwenye secretariat huko. Amejiunga. Mimi sasa hivi siwajui watu wote wale. Mchukua. Kwa hiyo hadi mlinzi wa Mbowe maana yake amechukua kadi. Na huko sijui alishamkataza wewe kama ushakaa na Mbowe usitoke hapa. Hakuna sera hiyo ya Chauma wale Chadema, ni sera nzuri tu. Mlinzi au nani makamu mwenyekiti wakishaingia huku sio tena wale wa kule. Hawa ni watu wengine. Na hakuna sheria yoyote katika nchi. Mimi nimepitia vitabu hivi. Inamkataza mtu huyo alishakuwa huko asende huku. Hakuna. Wewe ulishaiona? Wengi waliokuja ni kama walikuwa na muunga mkono Mbowe. Kuna dalili Mbowe atajiunga na Chauma? Sijapata taarifa hiyo. Kuna dalili hizo? Sijapata hiyo taarifa. Wala sijaambiwa juu ya swala hili. Hakuna minong'ono? Minong'ono hiyo ni mambo ya watu huko barabarani. Lakini umeisikia? Sijasikia hasa. Ila watu wakipita taropoka huko barabarani basi. Hawezi kuropoka hivyo. Watu wana maneno bwana. Kwa sababu mke wako anatembea na yule bwana. Sasa utagombana kila mtu ukasema huyu sasa itawezekana vipi? Kwa ushawishi maneno yakiwa yamefikia wakati wao
tutakwambia. Kwa ushawishi wa Freeman Mbowe, iwapo atajiunga Chauma na aje kama ndo anataka kujiunga Chauma, ameamua waje tu na ikampendeza kwamba kwa sababu ya nguvu na ushawishi wake awe mwenyekiti wa Chauma, utakuwa tayari? Atangojea wakati wa uchaguzi. Hutojiuzulu kama waliojiuzulu wenzako? Anasema uchaguzi si upo ndani ya chama, atangojea uchaguzi, atagombea nafasi ziko wazi. Hutoachia wenyekiti? Nitaachia, lakini kwa taratibu za katiba. Mbona hawa wengine wamejiuzulu, we hutokuwa tayari kujiuzulu? Mimi siko tayari sasa hivi. Ila mliwashinikiza wengine wajiuzulu? Hapana, hakuna mtu alishinikiza. Si huyu hapa makamu mwenyekiti bado Wazanzibar yuko hapa, yuko makamu mwenyekiti, yupo mwenyewe. Unamweleza hichi kitu kiko hivi, watu wanakuja hivi na hivi, anakubali. Kumweleza huko ndio ushawishi na sasa usipomweleza atajuaje? Ndio kama kumshinikiza sasa. Nasema wewe nipe njia nyingine ambayo kufanya kwamba huyu mtu kaja, tumemweleza na watu wanaotaka ni hawa, si ndio? Sasa wewe unasema hiyo sio njia sahihi, ndio tunatumia sisi. Njia gani sahihi? Kwa picha ni kwamba chama chako kinakuwa kwa sababu kuna ongezeko la wanachadema na wengine wana ushawishi mkubwa wameingia ndani ya chama. Ofisi ya Chauma kimsingi ipo wapi? Ofisi ya Chauma ni hapa tunakutana na pale chini barabara hii, jengo liko kama hivi kubwa hiyo kama hivi, ile ndio ofisi ya Chauma. Lakini hakuna utambulisho wowote wa ofisi? Upo utambulisho, hakuna kule? Upo pale, labda wewe hujaja kule. Upo utambulisho mkubwa kabisa, bendera lipo, kila kitu kimeandikwa pale ukutani, na msajili ni sheria ya msajili wa vyama vya siasa. Bila it's one of the principle kwamba lazima kuwa kuna maandishi maalum. Iko hapa mtaa huo wa Cameroon Road chini. Nikienda sasa hivi nawakuta mpaka watumishi wa chama. Wako watu wanafanya kazi. Sasa mle tumekaa ni kwamba kuna upande wa watumishi wa watu wengine tunakodisha sisi katika kile chama, katika hiyo ofisi, katika ofisi hiyo na kuna sehemu nyingine ndani ya kwetu wanachama. Basi sawa. Mwaka wa uchaguzi utagombea urais? Sijajua, bado iko gizani. Bado uko gizani? Hakuna msukumo ndani yako? Bado iko gizani hiyo. Ikitokea katika wageni waliokuja kataka kugombea, tutaamua wote kwa jumla. Swala la kuzungumza tu hilo, sio swala la ajabu. Bado upo gizani, lakini ni muda mchache sana umebaki Sponda. Ni miezi michache sana. Hata kibaki siku moja bado hatujaamua sasa. Basi una dhamira ya kweli? Ipo dhamira ya kweli. Unataka dhamira gani? Wenzenu kama utaratibu ni huu, kama bado siku 5 wewe huwezi kutoa tena kitu. Wenzenu tayari wameshaonesha mwelekeo wa chama. Wenzetu wameshaonyesha. Kwa mfano ACT Wazalendo wameshaonesha watu nia ya kutaka kugombea, na picha imeanza kuonekana nani atagombea Zanzibar, nani atagombea bara. Kuna mechanism inayoturbind kwamba lazima ufuate utaratibu huu. Wenzenu Chama cha Mapinduzi tayari wameonyesha hakuna hata kama Chama cha Mapinduzi nasema utaratibu ndio huu. Ni kila chama kita frame kufuatana wakati wake na uwezo wa kusimamia ile wanalotaka, mapesa na kila kitu. Lakini una dhamira ya kugombea? Mimi nitagombea, lakini wananchi wanachama ndio watakaoamua. Na ikitokea mwingine yeyote utamwachia nafasi? Mwachia nafasi, wanachama wanaamua. Ajenda gani kubwa mtaibeba mwaka huu? Ajenda mabadiliko kwenye uchaguzi? Mabadiliko tu na speed up ya maendeleo ya wananchi. Ajenda gani kubwa itabeba? Maanake ulikuwa na ajenda ya ubwabwa, mara nyingi umeizungumzia na ufafanuzi wake ndani unafuata. Mwaka huu utabeba ajenda gani ya uchaguzi? Ajenda ni nyingi tu. Kwa mfano, unajua nchi hii watu wana matatizo. Kwa mfano, kujenga daraja au kujenga mabarabara au kuweka visima vya maji shuleni ni mambo ya kawaida tu hayo. Ni mambo kawaida kabisa. Atakuja rais huyu atafanya, na rais huyu atafanya, na rais huyu atafanya. Zamani hapa Tanzania tulikuwa hatuendi namna hii kwa spidi ya barabarani namna hiyo. Watu wanakwenda Moshi, ilikuwa inachukua muda wa siku. Sio watu wanakwenda Bukoba, wanachukua labda siku 2 siku 3. Tunapita Nairobi, tunapita wapi,
lakini sasa tunapita hivi moja kwa moja direct tunakwenda. Hizo zote ni sera za kawaida katika nchi. Sio mtu ndio shika mimi tutajenga daraja utajenga, lakini kwani hapa Morogoro watu walikuwa wafiki? Walikuwa wafiki kwa sababu hatuna daraja. Sio nakwenda. Ila sasa hivi watakwenda kwa haraka zaidi. Hatuna SGR, hatuna. Sasa hivi ukipanda pale Dodoma mfika Dar es Salaam masaa 2-3. Si tunafika. Sasa hizi ni periodical issues ambazo kila mtu atafanya. Vingi tu hivyo. Vitu ambavyo unategemea state funds. Sasa utaanza kuvisemaje? Hakuna rais anafanya mwenyewe kwa mapenzi yake yeye tu. Sawa. Anafanya. Lakini ni vitu muhimu. Ni vitu muhimu. Nani anasema sio vitu muhimu? Mimi nakwambia tulikuwa tukila chakula shuleni. Kwa nini tunakula kile chakula? Ili tukisoma huyu darasa la 4 anakwenda kuwa magistrate. Unakumbuka darasa la ngapi? La 4. Anajifunza kuwa magistrate. Anatoka anakwenda kufanya kazi yake magistrate. Hivi kuna vitu very periodic vinafahamika common kwa nchi. Makata nchi nzima iliyopo haina kitu cha ajabu kwamba inakifanya, kitu cha kawaida. Vitu vya ajabu ambavyo nchi inaamua ni kama hivi kugeuza bwawa la Mwalimu Nyerere. Tunaona sasa bwawa la Mwalimu Nyerere. Tulikuwa tumekaa hapa kimya, watu tumedurura hivi. Lakini kaja mtu mmoja mwenzetu Tanzania, kwa sababu ndo wakati wako wa kuzungumza, anasema bwana hii tutaifanya. Ingawaje ile ilikuwa kupita bungeni. Lakini ameifanya. Tunajenga Dodoma, watu wahamie Dodoma, watu wengine kwa hawaelewi, lakini siipo. Inakwenda. Kwa hiyo ni mambo ya kawaida, tutafanya mambo yale wanayofanya wengine waliopita na vile bado hawajafanya sawa, sisi tutafanya. Kwa lugha hiyo hakuna haja ya kuwatoa watu waliopo madarakani kwa sababu mtafanya jambo lile wanalofanya. Hakuna haja vipi? Haja ipo. Haja ipo. Mimi ndo ninazungumzia kwamba utakuwa na bahari kwenda Dodoma. Unaona mwingine anaona ukakasa mje tena bahari unaingiza huko. Sasa niingize kitu gani? Ni bahari. Au wewe utaki, unaona haitawezekana? Mimi nahisi ni jambo lisilowezekana. Kwa vipi? Litawezekana vipi? Litawezekana, si mfereji tu. Mfereji na bahari ni vitu vili tofauti. Ni kawaida tu. Ule mfereji wa Suez alijenga watu Italiani wa Suez Canal. Sijui ulishafika pale? Hujafika. Mfereji wa Suez Canal wale de la Sepe. Ndio. Walijenga ule kwa 100 years. Mwisho kawa umekwisha. Unataka mfereji uende Dodoma kisha ili watu wapate bidhaa kule kwenye meli, wanatupia kule mizigo. Watu wakule watupia mizigo, watu wakule wavue samaki. Kwa nini isiwe... watu wakule wajenge miji pembeni. Kwa hiyo itapanuka. Kwa nini isiwe kujenga pengine treni ya mizigo kwa lugha hiyo? Nasema hivi, mimi ni kitu kimoja nimesema. Hiyo itasaidia mizigo watu kutoka pale kuleta kwenye meli moja kwa moja. Kutoka Dodoma. Kutoka Dodoma. Unaona Dodoma kuna mizigo mingi inapaswa kubebwa. Mizigo sinatoka pembeni ya mji. Inafikishwa Dodoma kisha wananchi wataamua, bwana mimi nataka gari dodi Pakistan kupatika kwenye meli. Yeye mwananchi anaamua. Kwa nini tunalazimisha mtu apande SGR kutoka Dodoma kuja Dar es Salaam? Si watu wanapanda miscellaneous. Au hawapandi? Mtu huyu anapanda treni anakuja hapa amefika baada ya 3 hours. Mwingine anasema mtapanda basi. Mwingine ataendesha gari lake. Ndio hivyo, lakini wananchi wanapata expansion ya maisha yao yanaendelea kuboreka. Sawa. Ndio. Hivi karibuni kwenye moja kati ya mijadala inayozungumzwa sana ni swala la utekaji. Watu kutekwa, watu kuumizwa na mambo kama hayo. Kwako wewe, haya maswala ukiambiwa utoe maoni yako na hisia zako utasemaje? Hiyo process ya watu wanaoteka watu, tunasema wanateka. Watu watekaji, hata mimi wanaweza kuniteka. Wewe unaweza ukateka. Sio tabia nzuri. Tumelalamika, mimi nimefikia mahali pa kusema kwamba kama ni hivi na lawama zote anapelekwa polisi. Si ndio? Lawama zote zinasema polisi ndio wanahusika na swala hili. Sasa mimi nilitoa suggestion kwamba polisi tuwaondoe kazini wote. Ambayo mambo yanawezekana tu. Kaondoa alafu tukarecruit polisi wapya. Maki hawa wanajidai hao kwamba wao ndio basi kama ni hivyo. Sisi mimi nimelalamika kama wanavyolalamika wenzangu.
sawa. Kwa hiyo hakuna mtu anafurahi kitendo kile, sio kitendo cha sawasawa, na hao tunawalalamikia hawajakubali kwamba sisi tunahusika, wanakataa, si ndio? Wanakataa. Sasa kwa sababu wao hawana nguvu, ni sisi tuliowaajiri, serikali tulipa mamlaka ina nguvu hizo, tuwaondoe, tuwadismiss kwanza, waweke watu wengine wapya, alafu tuone kama tunakwenda vizuri au vipi. Unadhani hiyo ndio itakuwa dawa ya kupunguza? Ndio itakuwa dawa ya kidogo ya mapunguzi. Sawa. Tunazungumza hii swala la masuala ya utekaji, ikiwa kiongozi wa mhimili wa bunge akikanusha kwamba hatuna utekaji, kwa nini nyinyi wanasiasa bado mnaamini kuna utekaji? Wanasiasa na mawazo yao, wabunge na mawazo yao. Huyo mtu wa mhimili wa bunge, spika yule Tulia, si ndio mnasema? Nasikia aliongea yeye kwamba hakuna vitu kama hivyo, lakini wananchi ndio tunaviona, message tunampelekea. Sasa wanapokataa, utaki kutibu hili swala, mimi nitoa jawabu, ndio hivyo basi, kama ni hivyo tuwaondoe polisi, sawa. Amesema hakuna. Sasa njia ni ipi tutakayofanya? Njia ni ipi tutakayofuata? Kwa hiyo yule naye anajibu, mimi namheshimu kwa majibu yake, na hao wengine nawaheshimu pia kwa majibu yao. Kwa fikra zako, unadhani kwa vitendo vinavyotokea ni nani anahusika na uhalifu huu? Serikali iliyoko ndio inahusika kukataza haya mambo, kufuatilia, kuunda chombo maalum ambacho kitatoa maelezo yatakayotufaa. Mzee Spunda, kwa matukio ya utekaji yanayotokea, unadhani ni nani anahusika na utekaji wenyewe? Mimi mtu anahusika hasa sijui, kwa sababu kwanza sikufundishwa profession ya kuamua huyu ndo fulani anafanya mambo haya, lakini kuna makelele ya wananchi, kuna makelele ya viongozi wa siasa, wana pinpoint polisi, sawa. Ndio hivyo. Na unadhani kwa nini wanafanya wao kama hivyo? Watapeleka kwenye court of law. Na unadhani kwa nini wanafanya hivyo? Ni mawazo yao wao, hawajaonyesha kitu kabisa, na kama waliona basi ndio watafuta kwenye ile venue ambayo watakwenda, sio na venue hapo ni court of law, sio mimi mwanasiasa ona. Sawa. Venue ni hiyo, na serikali ichukue hatua yenyewe. Yuko pale bana, hata mimi naona watu labda hawafai, tuondoe. Lakini inaonekana kama wanaofanya vitendo hivyo ni wale wenye ukosoaji pengine kwa serikali, ama wanaokemea maswala yanayoendelea kwenye jamii. Watu wanafanya hivyo, watu wanaotekwa wengi inaonekana ni kama wakosoaji wakubwa wa serikali. Inawezekana, sina hakika sana, lakini inawezekana. Kwa picha hiyo, unadhani sasa nani anaweza kawa anatekeleza vitendo hivyo? Ndio maana tunasema hivi, kwani serikali ni nani? Si baadhi ya watu wa polisi, si part of this government. Sasa labda mimi ndio maana nikasema, jamaa, kama ni hivi, watu wapige kalamu, maana tunao mamlaka hayo, sio kwa hiyo mamlaka kamili tuliompa rais. Wewe kama mwanasiasa, kwa vitendo vinavyotokea, umepata hofu ya ukosoaji? Hofu ya ukosoaji? Mimi sina hofu. Jambo gani kubwa sasa hivi unaliona unadhani la kukosoa kwa serikali? Mambo mengi. Mfano jambo gani? Mambo mengi tu. Watu wanalazwa hospitali wapate chakula, wanaambiwa dawa wanunue, wanaambiwa, yaani vitu vya kukerakera, na ni vitu vinaudhi. Maana sisi katika nchi hii hivyo vitu tangu zamani tulikuwa tunapewa. Ule mtu hazina, wewe bana analipa yeye, sio sisi. Ni mambo yanaudhi. Wewe huyu mtu amekwisha. Jambo kubwa, Spunda, la kukosoa unaloliona wewe ni kuhusu chakula. Ndio nakupa mfano. Huyu mtu anataka mtezi wake amefariki, amchukue akamziki. Sasa huyo anamletea matatizo. Matatizo gani bwana? Alipe hela zipi? Yaani kuna vitu vingi, sijui mnaona madogo au vipi, lakini mimi naona kama hivi vitu vinaudhi wananchi. Asante sana Spunda, naona wakati wetu unakimbia. Vipi, nimeona hapo una nyaraka kama 2 za kijani. Na nilichungulia jicho, ni kama hati. Hizi ni karatasi za auditor general. Auditor general. Za sifa za hisabu zetu. Maana unajua institution inakaguliwa na serikali, si ndio? Chama chochote cha siasa ni mali ya serikali,
serikali inamleta auditor general aje tukague, ndo alichotukagua hapa na hii hapa tupate hati safi. Chauma mmepata hati safi Hati safi kwenye matumizi ya fedha ya pesa, kama kuna pesa tumepata au vitu vingine tumenunua, vitu vyote vimeandikwa huko. Hii ni hesabu ya auditor controller, kwa hiyo ndo ametupa hii hati yetu. Sawa. Hongereni. Asante sana. Naam, tunaelekea uchaguzi. Kama una la mno la kuambia wanachauma na Watanzania kwa ujumla? Tanzania wote kwa ujumla wajiandae sasa kufanya uchaguzi tu. Tuna uchaguzi na ambao hatujapata room ya kusema unaahirishwa. Room hiyo inawezekana kama watu wataahirisha, lakini tumekuwa na mazoea ya kwamba kila wakati ukifika uchaguzi tutafanya uchaguzi. Kwa mimi naomba wajiandikishe kwa wingi, wapige kura kwa amani. Tunataka kufanya uchaguzi wa amani. Hakuna mahali panaandikwa kwamba wananchi tugome, tulalamike. Tulalamika vipi? Tugome kufanya uchaguzi? Tutakuwa tumeweka history precedence, ndo tunasema watu waliosoma. Kwa hiyo sisi tuna haki ya kufanya uchaguzi, sawa. Kama wengine wanasema wamepata hivi kwa sababu hiyo ni bahati yake yeye. Maka hapa vyama kama mfano chama kama CUF kilikuwa kinapata wabunge miaka ya nyuma, si ndio? Kimeenda kimefifia. Chama kama Chadema hichi cha juzi kilikuwa kinapata wabunge 10, 20, 30 mpaka 80, si ndio? Na akili kwa pale na maneno haya unayosema leo walikuwa pati leo wanaongea, lakini ilikuwa sio umefikia hapo kwa maana wewe usigombee. Acha. Tachaje? Na wakati huo hakuna limit ya kugombea watu wetu. Kwa hiyo mimi nachosema wananchi wajitokeze kwa amani, tufanye uchaguzi. Yaani kuna mfano mingi tu, mtu kama vile hapo Zambia nani Chilemi aligombea zaidi ya mara 6, sio? Kagombea mpaka siku wananchi walipoamua sasa tumpe huyu, amempa bila mgogoro wote. Kwa hiyo mimi nachoomba amani yetu ndio itakuwa jambo la msingi, kwa sababu bila amani huo uchaguzi utafanyaje? Sponda, nakushukuru sana. Asante sana. Tutakutana wakati mwingine, nadhani mwaka wa uchaguzi tutakutana sana Amen. Asante sana. Naam. Ni Hashim Rungwe Spunda almaarufu mzee wa ubwabwa, mwenyekiti wa Chauma, tukizungumza naye kutoka hapa ofisini kwake Makumbusho, Dar es Salaam. Hii ni sehemu tu ya kwanza ya mazungumzo, tutamtafuta wakati mwingine kuelekea uchaguzi mkuu. Leo tulijikita kwenye eneo hilo la wanachama wapya walioingia Chauma. Mimi ni Lambert na hii ni Maktaba Media. Shukran sana kwa Wabantu Media kwa kuhakikisha tunatengeneza kipindi hiki, na asante sana kwa Festo Lumwe.